Leo tupo hapa Kizimkazi Mkunguni tukiwa na lengo la kutoa elimu kwa wananchi wa shehia hii ya Kizimkazi Mkunguni pamoja na vitongoji jirani vikiwemo Kizimkazi Dimbani. Na lengo letu mahususi ni kuwajengea uwezo na uelewa wananchi na wakaazi wa shehia hii kuhusu taasisi yetu ya BPRA, kazi tunazozifanya na fursa ambazo wanaweza wakazipata. Kwa hiyo tumezungumza masuala ya usajili yanavyofanyika, taratibu na namna ambavyo mtu akisajili BPRA anaweza kunufaika kwa maisha yake yeye mwenyewe binafsi, familia na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tumewaelewesha wananchi juu ya umuhimu wa usajili wa biashara kupitia majina ya biashara, makampuni, lakini pia usajili wa mali ikiwemo mali zao za nyumba, mashamba, mifugo na namna gani wanaweza kusajili kupitia kwetu sisi. Kwa hiyo lengo ni kuwajengea uwezo na uelewa, na tumefanya hivyo kwa sababu tumeona jamii haina uelewa wa kutosheleza kuhusu umuhimu wa taasisi yetu. BPRA ndio taasisi ya mwanzo ama ni ndo lango la usajili katika masuala ya biashara. Manake yeyote ambaye anakusudia kufanya biashara Zanzibar kwa mgongo wa kampuni, kwa mgongo wa jina la biashara la partnership, kwa mgongo wa jina la biashara mtu mmoja kwa maana sole proprietorship, kwa mujibu wa sheria ya usajili wa majina ya biashara Zanzibar, ni lazima kwanza afungue au asajili BPRA biashara yake. Sasa kinachofuata baada hapo ni kwenda kuomba kibali cha biashara, ambacho hicho kinaweza ikawa ni leseni, inaweza ikawa ni approval, inaweza ikawa ni permit, lakini utaratibu asajili kwanza BPRA ndio baadaye aende akaombe hizo leseni za kufanyia biashara. Wanafanya watu na tunaona anakwenda kuomba leseni pengine halmashauri au kamisheni ya utalii na taasisi nyinginezo. Lakini baadaye baada ya kwenda benki, kwa sababu benki wanafahamu utaratibu, wanawarejesha rudini BPRA. Kwa sababu bado ule usajili wake, utambuzi wake haujakaa sawa. Kwa sababu anachopeleka kule ni leseni. Alitakiwa awe na cheti cha usajili. Kwa hiyo tofauti ni kwamba sisi tunatakiwa tuanze mwanzo, alafu baadaye ndo zije hizi taasisi zingine katika kutoa leseni, permit na approvals. Ila nilichokuwa na kiomba ni kwamba uweze kupatikana platform ya online ambayo inaweza kutumika kusajili mwananchi kujisajili moja kwa moja. Itasaidia kupata wateja wengi, kwa maana wananchi wote wajisajili kwa urahisi zaidi, na itasaidia kwa wale ambao ni walemavu pengine au wale ambao umri umeenda hawezi kupanda magari kuja mjini kuja kufanyaje kusajiliwa. Kwa hiyo ikifanyika kwa haraka itasaidia, lakini pia kwa mfano kwa kila shehia kwa hivyo kuna kijana ambaye anasajili hao watu kwa kuanzia, au hata ikiwa application maalum ikawepo kwenye simu hizi smartphone au linki maalum ambayo itasaidia watu kujisajili kwa urahisi. Ikawekwa katika shehia fulani au kwa sheha, wananchi wanaenda pale wanachukua ile linki, wanaingia, wanasajili majina yao. Sheha kama ni kiwanja kwa mfano, sheha anathibitisha moja kwa moja kwamba eneo huyu amepakana na huyu, amepakana na huyu pale sehemu ya sheha na kuwepo, anajaza. Baada ya hapo mwananchi anapewa control number, analipia. Baada ya muda fulani anapata usajili wake au anapata hati yake usajili moja kwa moja. Kwa hiyo itasaidia italeta matokeo ya haraka zaidi pia. Na wahamasisha wanawake wenzangu, hii elimu ya leo tulioipata iwe ni fursa kwetu, tuichangamkie, kwa sababu wanawake sasa tuna uwezo wa kumiliki biashara zetu wenyewe, kumiliki mashamba yetu wenyewe na hata nyumba zetu wenyewe. Mimi mwenyewe binafsi ni mwanamke, lakini namiliki hivyo vitu, namiliki nyumba, shamba na pia ni mfanya biashara. Kwa hiyo elimu hii kwa upande wangu imekuwa ni fursa. Kuanzia leo nitaifanyia kazi ili kuweza kusajili mali zangu na hata nyumba yangu, kuweka mazingira salama watoto wangu pale ambapo nitapoondoka. Kwanza nashukuru kwa kutembelewa kijiji chetu na hawa wawekezaji wetu wa BPRA, na la pili ningelipenda kuita wito kwa wananchi
wataposajili biashara zao au mambo yao yote BPRA, isiwe ni kikwazo tena kama ujenzi, kujenga sehemu zisizokuwa husika, kujenga sehemu holela. Wanapokuwa wameshasajili BPRA, sio sababu tena ya kufanya mambo mengine. Lazima wafike baraza la mji au manispaa au halmashauri, wasajili vitu vyao kwa ajili ya taratibu nyingine za kiserikali, na sio kwa kuwa wameshasajiliwa tena iwe ndo kila kitu. Wito wangu ni huo.